Assalamu alaikum. Awali ya yote tumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia kusafiri salama kutoka Dar es Salaam hadi kufika hapa visiwani Zanzibar kwa ajili ya kuja kufanya mkutano huu na ndugu zetu waandishi wa habari wa hapa Zanzibar na waandishi wa habari wa Tanzania bara kwa ajili ya kuzungumza mawili matatu kuelekea katika mchezo wetu wa tarehe 20, mchezo wa nusu fainali ya kombe la shirikisho barani Afrika. Lakini awali ya yote nianze kwa kuomba radhi kidogo, sauti yangu haiko sawa sawa, lakini naamini mtanisikia na tutaelewana. Ndugu zangu waandishi wa habari ambao mko hapa ukumbini, ndugu zangu wana Simba ambao mnatufuatilia mubashara hivi sasa kutokea Azam TV pamoja na chaneli ya Simba Sports Club ya YouTube, niseme tu kwamba tuko hapa kwa lengo kuu moja la kuzungumza nanyi kuelekea mchezo wetu wa kwanza wa nusu fainali ya kombe la shirikisho Afrika baina ya Simba Sports Club dhidi ya Stellenbosch kutoka Afrika Kusini. Mchezo wetu dhidi ya Stellenbosch unatarajiwa kupigwa siku ya tarehe 20, siku ya Jumapili ya mwezi huu wa 4 saa 10 kamili jioni katika uwanja wa Amani Complex. Ziko sababu nyingi ambazo zimetufanya kuhamishia ama kuleta mchezo huu hapa, lakini kubwa kabisa ni kufungiwa kwa uwanja wa Benjamin Mkapa ambao kila mmoja alishuhudia mechi yetu ya robo finali na Al Masry. Hali ya uwanja haikuwa yenye kuridhisha sana, na hivyo basi mamlaka zikaufungia uwanja huo, na option iliyobaki kwa Simba ni kuja katika uwanja wa New Amani Complex, ambapo uwanja huu umekidhi vigezo vya CAF na ndio uwanja ambao Simba Sports Club tumeona ni sehemu salama sana kuja kucheza mchezo huu, na tukiamini ya kwamba tutapata kile ambacho tunakitaraji kwa sababu ya ubora wa uwanja wenyewe. Lakini kama haitoshi, Zanzibar ni second home ya Simba Sports Club. Kwa hiyo tuko nyumbani tukitarajia kufanya yale ambayo tunakusudia kuyafanya katika uwanja huu. Kikosi cha Simba kinataraji kuwasili kesho Jumatano. Tutaondoka Dar es Salaam saa 3 na kufika hapa majira ya saa 5, na tutakuwa hapa kuanzia hiyo kesho Jumatano mpaka siku ya mchezo wetu. Tumeamua kuja kuweka kambi yetu hapa hapa kujiandaa na kufanya maandalizi kuelekea katika mchezo huo. Tulionelea tuje hapa mapema ili wachezaji waanze kabisa kuzoea kila kitu kinachohusiana na Zanzibar, ili ikifika siku ya mchezo wachezaji wawe familia kabisa na mazingira ambayo tunakwenda kukutana nayo siku ya tarehe 20. Wapinzani wetu Stellenbosch mpaka sasa bado hawajatupa taarifa rasmi wanawasili lini. Kwa hiyo tunasubiri kusikia kwao kama watakuja moja kwa moja hapa Zanzibar ama watapitia Dar na kuja huku. Tukishapata taarifa yao tutakuja kuwajulisha ili ratiba nyingine ziendelee. Simba Sports Club tunacheza nusu fainali ya kombe la shirikisho barani Afrika baada ya miaka mingi sana kupita. Mara ya mwisho Simba kucheza hatua ya nusu fainali ni mwaka 1993. Ni miaka mingi imepita. Baada ya jaribu nenda na rudi, hatimaye mnyama amerejea tena kwenye hatua ya nusu fainali. Baada ya kujaribu na kushindwa kwa takriban mara 5 mfululizo, mara hii ya 6 tumefanikiwa kufuzu na kuingia hatua ya nusu fainali. Sisi Simba Sports Club, kuanzia bodi ya wakurugenzi, management pamoja na mashabiki, tunayo furaha kubwa mno kufanikiwa kuingia hatua ya nusu fainali. Hii ni hatua muhimu sana kwetu kwa sababu inaongeza
profile ya klabu yetu, inakuza profile ya klabu yetu. Nyote mmeona baada ya Simba kufanikiwa kuingia hatua nusu finali, tumepanda viwango vya ubora vya CAF kutoka nafasi ya 7 mpaka nafasi ya 4 hivi sasa. Ni juhudi ambazo zimeanzia mbali, ni juhudi ambazo zimeambatana na kuanguka na kusimama, na hatimaye hii leo tumefikia nafasi ya 4. Lakini nafasi ya 4 bado sio malengo ya Simba Sports Club. Nusu finali bado sio malengo ya Simba Sports Club. Nusu finali ni sehemu ya mapito ya Simba. Nafasi ya 4 ni sehemu ya mapito ya Simba Sports. Tunaitamani sana nafasi ya kwanza Afrika. Inawezekana ikawa ngumu kutokana na yule ambaye anashikilia nafasi hiyo hivi sasa, kwa maana Al Ahly, lakini lazima tujaribu kumsogelea. Kwenye kujaribu kumsogelea, maana yake tunaweza tukafika nafasi ya 2, tukafika nafasi ya 3, na kazi hiyo inaanza tarehe 20 ya mwezi huu wa 4 katika dimba la Amani. Imani yetu ni kwamba tukifanikiwa kuvuka na kwenda hatua inayofuata, kwa maana hatua ya fainali, tutakuwa tumepiga hatua kubwa zaidi kwenye ubora wa kafu, na hayo ndiyo malengo ya Simba Sports Club. Kuelekea katika mchezo wetu huu dhidi ya Stellenbosch, wako watu ambao wameshaingiwa na ubaridi kwa sababu tu tumehama kutoka Benjamin Mkapa tumekuja uwanja wa Amani. Wengi wana imani kubwa ya kwamba Simba ana uwezo wa kufanya vizuri anapokuwa katika dimba la Benjamin Mkapa. Imani ya kwamba Benjamin Mkapa hatoki mtu imewaingia na kuwavaa wana Simba. Hawa ndio ambao wanapata mashaka kuhamia uwanja wa Amani. Simba ataendelea kufanya ubaya ubwela kama kawaida kuhamia uwanja wa Amani? Simba ataendelea kuwa na ubora wake ule ule kuhamia uwanja wa Amani? Simba tutaweza kuvuka na kwenda hatua ya fainali? Kila mmoja anaamini hii ingewezekana kama ingekuwa Benjamin Mkapa, kwa sababu pale ni sehemu ambayo Simba tunakuwa hatueleweki ni kiumbe cha aina gani. Niko hapa kuwaambia, kuwahakikishia na kuwatoa hofu wana Simba, na niwaambie tu ya kwamba shehe ndiye ambaye amebadilika, kanzu ndiyo ambayo imebadilika, lakini shehe wetu ni yule yule. Tumehama kutoka Benjamin Mkapa, tumehama kutoka Tanzania bara na kuja uwanja wa Amani, lakini mnyama ni yule yule na atakayo kwenda kuyafanya ni yale yale, na malengo yetu ni yale yale, kuvuka nusu fainali kwenda hatua ya fainali. Malengo yetu ni yale yale, kumfanya vibaya Stellenbosch hapa katika uwanja wa Amani. Kwa hilo asitokee mwana Simba akawa na wasiwasi unalo ya kwamba tumehamia uwanja mwingine, makali ya Simba yatapotea ama ubora wa Simba utapotea. Ni wahakikishie wana Simba ya kwamba Simba ni ile ile. Hata tungeenda kuchezea chini ya bahari, Simba ubora wake ni ule ule. As long as ni ardhi ya Tanzania, Simba tunakwenda kufanya yale yale. Kwa mtu asiwe na mashaka hata kidogo. Ambacho tungemfanya Stellenbosch katika uwanja Benjamin Mkapa ndicho ambacho tunakwenda kumfanya hicho katika uwanja wa New Amani Complex. Kwa hiyo wala wasiwe na wasiwasi wao. Jukumu lao la msingi ni kuja tu uwanjani, mengine yote watuachie sisi. Ndugu zangu ni waandishi wa habari, kauli mbiu yetu katika mchezo wetu wa robo finali kwenda nusu finali tulisema hii tunavuka. Tuliweka wazi kwamba hii tunavuka kwa sababu tulihitaji kweli kuvuka kutoka robo finali kwenda nusu finali. Na sisi kwetu hatua ya nusu finali mwaka huu ilikuwa ni kitu muhimu kweli kweli. Niliwahi kueleza ya kwamba katika mechi hile tumeweka kila kitu mpaka uhai wetu kuhakikisha kwamba tunavuka, tunakwenda hatua ya nusu finali. Nguvu kubwa, kazi kubwa, juhudi kubwa
maarifa makubwa yalitumika kuhakikisha kwamba Simba anatoka robo fainali anakwenda nusu fainali. Ni hatua ambayo kila mwana Simba alikuwa anaiota siku moja klabu yake ifikie hatua hiyo. Asante Mungu, tumefanikiwa, tumeingia hatua ya nusu fainali. Je, baada ya kuingia nusu fainali tunafanyaje sasa? Tunakwenda na kauli mbiu gani sasa? Tujipukute tuseme ya kwamba tumefanikiwa, hii ndio ilikuwa ndoto yetu, ama tufanye kitu gani? Kauli mbiu yetu kuelekea hatua ya fainali, kuelekea mchezo huu, tunasema hatuishii hapa. Baada ya kufanikiwa kuingia nusu fainali, hapo sio mwisho wetu Simba Sports Club. Tunasema hatuishii hapa, kwa maana kwamba tunatoka kutoka hatua ya nusu fainali tunakwenda mpaka fainali. Kwa niwaambie wana Simba wale wote ambao wamesharidhika na hatua ya nusu fainali ya kwamba tulihitaji hatua hii na tumeipata hatua hii, sasa turidhike. Niwaambie tu wana Simba ya kwamba sisi hatuishii hapa, tunatoka hatua hii tunakwenda fainali, na mwaka huu malengo yetu ni kwenda kucheza fainali ya kombe la shirikisho barani Afrika. Tukifika fainali, kauli mbiu yetu itakuwa tunalibeba, lakini hapa kauli mbiu yetu tunaweka wazi kwamba hatuko tayari kuishia hatua ya nusu fainali, na ndio maana kwa kauli moja na kwa nguvu moja tunasema ya kwamba hatuishii hapa. Ndugu zanguni, bila shaka kila mmoja alifanya kazi kubwa sana ya kuhakikisha kwamba Simba anatoka robo fainali anakwenda nusu fainali. Kila mtu ni siri yake, alifanya kitu gani Simba kufika nusu fainali. Kila mmoja anajua alifanya kitu gani. Aliyeomba anajua aliomba nini, aliyesali anajua alisali sala ngapi, alisali raka ngapi. Kila mmoja anajua alichokifanya kuhakikisha kwamba Simba inafika hatua ya nusu fainali. Wachezaji wanajua walipambana vipi kuhakikisha kwamba Simba anafika nusu fainali. Viongozi wamepambana kwa kiwango gani, wanajua wao kuhakikisha kwamba Simba anafika nusu fainali. Benchi la ufundi wanajua walitumia mikakati gani na mbinu gani ya kuipeleka Simba nusu fainali. Nusu fainali tumefika. Rai yangu, wito wangu, kila alichofanya mtu kuitoa Simba robo fainali, kuipeleka nusu fainali, kwenye mechi hii ya kuitoa Simba nusu fainali, kuipeleka fainali, afanye mara 3 yake. Kama aliomba, basi azidishe maombi mara 3 yake. Kama alisali, basi azidishe sala mara 3 yake. Mapambano yoyote ambayo mtu aliyafanya kuitoa Simba robo fainali, kuipeleka nusu fainali, ayafanye mara 3 yake. Wachezaji wetu, nguvu waliotumia kwenye robo fainali, kwenye mchezo wa nusu fainali, watumie nguvu hiyo mara 3 yake. Viongozi wetu, mapambano walioyafanya kuitoa Simba robo fainali, kuipeleka nusu fainali, wafanye mapambano hayo mara 3 yake. Yaani kila mmoja azidishe mara 3 mapambano yake kuhakikisha kwamba Simba Sports Club anakwenda kucheza nusu fainali ya kombe la shirikisho Afrika msimu huu. Inawezekana sana Simba kucheza fainali kwa sababu timu hiyo tunayo, ubora huo tunao, na kila kitu kimekaa vizuri kwa upande wetu. Na kama haitoshi, fainali tunaanzia ugenini, tunamalizia nyumbani. Haleluya! Tunakosaje ubingwa mwaka huu mwana Simba? Kwa hiyo kazi kubwa ya kufanya iko hapa kwenye hatua ya nusu fainali. Tunaanzia nyumbani, tunakwenda kumalizia ugenini. Tunapaswa kufanya kila kinachowezekana katika mchezo wa tarehe 20. Kazi yote imalizikie hapa, shughuli yote imalizikie hapa. Matokeo mazuri tutakayopata katika mchezo huu
tukienda Durban, Afrika Kusini, tunakwenda kumalizia mechi ya pili. Wakati huo tayari mnyama ana uhakika wa kucheza fainali. Kwa ndugu zangu wana Simba, hii sio mechi ya mtu mmoja, hii sio mechi ya viongozi, na wala hii sio mechi ya wachezaji. Hii ni mechi ya kila mwana Simba. Kila mwana Simba aicheze hii mechi kadri anavyoweza, mara 3 ya nguvu aliyokuwa nayo, kuhakikisha kwamba mnyama anatoka nusu fainali anakwenda fainali. Na kwa hapa sasa, na kwa mechi hii sasa, tunatakiwa kuunganisha nguvu ya visiwani na nguvu ya bara, ziwe zote kwa pamoja, tumpeleke mnyama fainali. Hiyo inawezekana sana. Mechi inakuja kuchezwa Zanzibar. Wenyeji wetu ni watu wa Zanzibari. Wao wana kazi kubwa ya kufanya kuhakikisha ya kwamba wanaipeleka Simba fainali. Na kwa hilo mimi sina mashaka nalo. Nitoe rai, nitoe wito, nitoe ombi kwa Wazanzibari wote, hasa wa Simba, kuhakikisha ya kwamba tunashikamana, tunapambana, tunafanya kila kinachowezekana, mnyama anakwenda nusu fainali. Niliwahi kusema katika mazungumzo yangu ya kwamba kila wakati wana historia yao. Wenzetu, wana Simba wenzetu, wana historia ya kuipeleka Simba fainali mwaka 1993. Mwaka 2025 tunatakiwa kuandika na sisi historia yetu, ambayo itakuwa ni kuipeleka tena Simba fainali, lakini sio tu fainali, na kuchukua na ubingwa wenyewe. Kwa hiyo hii imekuja wakati mwafaka na sisi kuandika historia yetu ya kuipeleka Simba fainali. Kuandika historia ya taasisi kubwa kama Simba haiandikwi na upande mmoja, haiandikwi na mtu mmoja, inaandikwa na jamii nzima iliyozunguka taasisi hiyo. Hapa na wazungumzia wana Simba. Wana Simba wote wa dunia nzima wana jukumu la kuipeleka Simba nusu fainali, ili na sisi tuache historia ya kwamba katika kipindi chetu cha uhai Simba iliwahi kufika fainali ikiwa mikononi mwetu. Kwa hiyo kuanzia sasa kila mwana Simba atambue ya kwamba analo jukumu hilo la kuipeleka Simba fainali. Na tuna kila sababu ya kuumaliza mchezo huu katika uwanja wetu wa nyumbani. Tuna kila sababu ya kuhakikisha ya kwamba tunapata matokeo mazuri katika uwanja wetu wa nyumbani. Tuna kila sababu ya kuua hii mechi katika uwanja wetu wa nyumbani. Tufanye kila kinachowezekana kufanywa, mnyama apate matokeo mazuri katika uwanja huu wa Amani. Tukienda katika mechi ya marudiano, twende tukamalize kazi, mnyama aende fainali. Mpinzani wetu Stellenbosch sio mpinzani wa kumbeza. Ni kweli ni timu ngeni katika soka la Afrika, lakini mpaka anafika nusu fainali, maana yake kuna kazi kubwa ambayo ameifanya na kuna ubora aliyokuwa nao uliomfikisha hapa hatua ambayo amefika. Kwa hiyo hatupaswi kumchukulia poa hata kidogo. Kwanza kila mwana Simba anapaswa kushtuka, amewezaje kumtoa Zamalek ambaye ni bingwa mtetezi. Nina imani hapa kila mwana Simba alikuwa anapiga hesabu ya kwamba nusu fainali ni sisi na Zamalek. Kila mwana Simba alikuwa na imani hiyo, lakini baada yake tukaja kupata matokeo ya kushtukiza. Tena Zamalek akiwa nyumbani kwao Misri amefia pale pale mbele ya Stellenbosch. Hii peke yake inapaswa kutufanya sisi wana Simba kuamka sasa. Inapaswa kutufanya sisi wana Simba kufikiria mara mbili aina ya mpinzani ambaye tunakwenda kukutana naye. Hajamtoa Zamalek kwa bahati mbaya, hajafika nusu fainali kwa bahati mbaya. Ana ubora uliomfikisha hapo.
Kuna miaka ya nyuma huko, kuna timu ziliwahi kufika nusu fainali ikiwa iko hoi. Ni tofauti kabisa na Stellenbosch. Amefika nusu fainali kwa ubora aliyokuwa nao. Na Waswahili wanasema ukimwona tembo juu ya mti, basi kuna namna ambayo imemfikisha hapo. Yaani usije ukamwona tembo juu ya mti alafu ukachukulia poa. Lazima ujiulize mara mbili, amefikaje hapo juu ya mti. Kwa huyu Stellenbosch kufika kwake nusu fainali, lazima wanasimba tufikirie mara mbili, amefikaje juu ya mti, amefikaje nusu fainali. Ukimwona nyani mjini katikati Posta, yuko na mtu wake huyo. Usifikiri amepotea njia tu, lazima tumtafute nani kamleta nyani Posta. Kwa hiyo ukimwona Stellenbosch yuko nusu fainali, lazima tukae kitako wana Simba tujiulize mara mbili, huyu bwana amefikaje nusu fainali. Na kama amefika nusu fainali, amemtoa nani na nani hadi kufika hapa? Je, anashindwa kututoa sisi wana Simba? Ni jambo la msingi mno la kujiuliza. Tukishapata majibu, tujue ugumu wa kazi tuliokuwa nayo kuielekea nusu fainali yetu. Ni kweli ni timu ngeni, lakini ina wachezaji wenye uzoefu mkubwa, ina wachezaji wenye ubora mkubwa, na kama haitoshi, wana kocha mkubwa kweli kweli, ambaye Simba tumeshawahi kukutana naye kwenye hatua ya robo fainali ya kombe la shirikisho, akatufunga tukaondolewa. Nataka mjue ni kocha bora kiasi gani ambaye tunakwenda kukutana naye. Hivyo basi, sio mechi ya kuchukulia poa, wala tusihangaike kuangalia msimamo wa ligi ya Afrika Kusini, Stellenbosch anashika nafasi ya ngapi. Hiyo haitotusaidia. Tumwangalie huyu mpinzani nusu fainali ametoboa vipi. Kumbuka alianza kucheza raundi ya kwanza kabisa, preliminary, ambayo kuna timu zilitolewa hapa za Tanzania. Akaja akacheza raundi ya kwanza akatoboa, akaja akaingia group stage akatoboa, akaenda robo finali na bingwa mtetezi akatoboa. Leo hii amekutana na mnyama. Ndugu zangu ni wana Simba, tuna kazi kubwa kweli kweli ya kufanya, kuhakikisha ya kwamba tunamdhibiti, kuhakikisha ya kwamba tunamfunga hapa katika uwanja wa Amani. Tukienda kwenye mechi ya marudiano ni yena mnyama anakwenda zake fainali, na tukifika fainali hiyo ni unstoppable mpaka ubingwa insha Allah. Ndugu zangu, mchezo wetu